wa fedha kwa kweli kwa kazi kubwa na kazi walioifanya ya kusimamia ipasavyo maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu. Lakini pia niwashukuru, tulikuwa tunazungumza kila siku hapa kuhusiana na malipo ya fidia kwa wenzetu walioko Moshono kule. Kila tukizungumza wanasema yatafanyiwa kazi. Lakini tunashukuru sana kwa kweli Daktari Samia ameweza kuielekeza Wizara ya Fedha na ikashirikiana na Wizara ya Ulinzi. Zimetolewa zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kuwalipa wananchi ambao walikuwa na mgogoro na jeshi kwenye kata kule ya Moshono, na hivi ninavyozungumza fedha zimeshafika tayari jiji la Arusha na wananchi wako pale tayari kwa ajili ya utaratibu wa kuweza kupata fedha zao, na mpaka vendor form wameshajaza tayari, wanasubiri taratibu za kawaida za kupata fedha zao. Tunaomba muwasimamie halmashauri hela zitoke kabla mfumo haujafungwa, maana wasije wakachelewa ikafika tarehe 30 mfumo ukafungwa alafu wananchi wakosa haki yao, wakati Daktari Samia ameshafanya kazi na wasaidizi wake mmemsaidia vizuri. Lakini tunamshukuru pia katika ile eneo mmetulipa Moshono jiji la Arusha sawa, lakini mmesahau kata ya Mlangalini na kata ya Nduluma. Tunaomba na wenyewe pia, japokuwa ni wilaya nyingine au jimbo jingine, kwa sababu ilikuwa ni mgogoro mmoja, naomba na wenyewe pia jambo hili likafanyiwe kazi, mambo yaende vizuri zaidi. Lakini tunamshukuru pia Daktari Samia ametupatia bilioni 48 kwa ajili ya chuo cha uhasibu Arusha kupitia mradi wa HIT ambao wanakwenda kuboresha kile chuo, wanajenga chuo kingine Songea, lakini pia wanaboresha na chuo kingine cha kule Babati. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kazi hiyo na tunampongeza mkuu wa chuo Profesa Sedoeka kwa kweli kwa usimamizi mzuri wa fedha hizo. Ukienda pale chuo kimebadilika kabisa, kwa sababu na mimi pia nilisoma pale, nafahamu chuo kilivyokuwa siku za nyuma. Lakini tunamshukuru Daktari Samia pia kwa ajili ya mradi wa TACTIC. Tulikuwa tuna kilio cha muda mrefu, tulikuwa hatuna stendi ya kisasa, hatuna masoko mazuri, hatuna barabara nzuri. Kupitia mradi wa TACTIC Daktari Samia anakwenda kutujengea stendi ya kisasa jiji la Arusha, anatujengea soko jipya kwa Murombo pamoja na soko jingine pale Kilombero. Hivi tunavyoongea tenda ishatangazwa, mkandarasi kashapatikana na tayari ameshakabidhiwa site kwa ajili ya kuendelea na kazi. Tunamshukuru sana Daktari Samia katika miaka hii 5 wema aliyotutendea, tutakwenda kumlipa kwa kumpa kula za kutosha, kwa sababu matendo yanaongea zaidi kuliko maneno. Lakini pia mradi wa TACTIC ndio kujenga barabara za lami, barabara ya Ngoshela tu kilomita 4.8 na barabara ya Ola City pia kilomita 4. Kwa hiyo tunamshukuru sana Daktari Samia kwenye mambo hayo. Lakini tunamshukuru pia kwa kujengea uwanja wa Afcon bilioni 286, na kwa kujengewa tule uwanja wa Afcon tayari viwanja kule eka moja ilikuwa pengine milioni 15-20, leo zaidi ya milioni, chini ya milioni 60 aupate eka moja pale. Kwa hiyo hata thamani pia imeongezeka. Anakwenda kujengea barabara ya lami pia ya Njolo, kutoka pale Njolo kwenda kwenye uwanja wa mpira hadi kufika kule kwenye eneo la stendi. Naomba tumshukuru sana, tumpongeze daktari kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo anatufanyia. Lakini kupitia hiyo pia tunaenda kujengewa viwanja vidogo vidogo vingine. Leo kwa mfano kuna mkataba utasainiwa pale kujenga uwanja wa mpira wa Arusha Sports and Games Academy. Huu uwanja ni matokeo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuleta mashindano ya Afcon, na bado kupitia wenzetu wa TFF tumependekeza maeneo ya kujenga viwanja vingine vidogo vidogo. Kuna uwanja wa Jimkana, uwanja wa Soweto, uwanja wa General Lotaya, uwanja wa Esami na pia na uwanja ule wa polisi. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tumejengiwa shule mpya za sekondari, mpya kabisa na Daktari Samia. Amejenga shule ya sekondari Unga Limited, amejenga kule Muriet Mlimani, amejenga kule Moshono, amejenga kule Olmot kule Milongo 4, amejenga Sekei, anajenga nyingine kule eneo la Bondeni. Lakini katojengia na shule mpya za msingi tena za gorofa, amejenga Nafco kule kata ya Olmot, amejenga shule nyingine Msasani A na B, amejenga ukiangalia shule nyingine kule Lemara. Kwa hiyo ukiangalia hata sekta ya elimu ameiona. Ukienda sekta ya afya ndio usisemi. Mount Meru zamani, Mheshimiwa Naibu Spika, ilikuwa mtu akienda hospitali X-ray peke yake kabla Daktari Samia anaambiwa ndio hospitali ya private kachekiwe alafu njoo hapa. Leo Daktari Samia akapeleka X-ray 2 ya digital na analog. Watu wanapata huduma pale. Amewapelekea CT scan, kaibadilisha ile hospitali. Anajenga vituo vya afya vipya. Nenda Sokoni 1, nenda kule kwenye kata ya Olmot. Sasa hivi kuna vya mkakati Sinoni tutajenga kituo pale. Kaboresha pale Kaloleni, ameboresha ukienda na kule Levolos ameboresha. Nenda Elelai, kajenga kituo kingine kipya pale ukienda Ola City. Unaona kabisa mambo yaliyofanyika Mheshimiwa Naibu Spika katika jiji la Arusha kwa kweli haijawahi kutokea. Ndio maana sisi tunasema Daktari Samia mitano tena, tunasema kwa sababu tuna ushahidi na mambo tunayoyasema. Daktari Samia kabla hajaingia madarakani, utalii ulikuwa ni changamoto. Vijana walikosa ajira kwenye magari ya utalii, walikuwa wanafanya hiyo kazi. Hoteli zetu watu walifukuzwa kazi, ameleta Royal Tour, leo watalii wamejaa. Vijana wamepata kazi kwenye magari ya utalii. Wageni walikuwa hawaji,
wengi walikuwa mikutano 100 Dodoma hapa, 100 Dar es Salaam. Toka Daktari Samia amekuja, mikutano imejaa pale Arusha. Hoteli zinapata watu, magari, bodaboda wanapata abiria, mwenye haisi anapata abiria, mwenye teksi, wanakula vyakula kwenye maeneo mbalimbali. Na maana tunasema unapoona Daktari Samia analeta fursa za mikutano kama hii, baadhi ya viongozi wawaachie fursa hizi watu wa Arusha. Maana sasa mkianza na nyie kufanya kazi ya mama ntilie, si kufanya kazi ya hoteli, kufanya kazi ya nini, mwisho wa siku mnawanyima Watanzania wengine waliopewa fursa hiyo. Kama ni nyama, wacheni waende wakale kwenye baa, kama wanataka kunywa pombe, wacheni waende wakanunua kwenye maeneo mengine, ili Daktari Samia fursa aliyowatengenezea Watanzania waende kule wakazitumie, na mwisho wa siku waweze kulipa kodi katika nchi yetu. Maana msipofanya hivyo watakosa biashara, wakikosa biashara hata kulipa kodi itakuwa pia ni changamoto. Daktari Samia analeta fursa hizi kwa ajili ya Watanzania na wala si kwa ajili ya masuala mengine. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, nimesema kwa kweli nimshukuru Daktari Samia kwa sababu hata nilivyoongea bungeni hapa, Daktari Samia alitoa milioni 500 kwa ajili ya kujenga eneo la wamachinga. Namna anavyowajali wafanyabiashara wadogo wadogo. Zimekaa zaidi ya miaka 2 pale hazijafanya kazi. Lakini mara baada ya kuongea hapa bungeni, wamesikiliza kilio hicho na serikali imetoa maelekezo, na hivi leo unasainiwa mkataba kwa ajili ya kujenga eneo la wamachinga kule kwenye eneo la Bondeni City ili kuwajali wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa hiyo Daktari Samia kwa kweli tuna deni naye kwa sababu aliyotufanyia mambo makubwa sana. Ukienda Arusha ya leo sio Arusha iliyopita. Barabara za lami Mianzini Ngaramtoni bado na changamoto kubwa. Daktari Samia anajenga lami pale kilomita 18. Pale Idbolu ukienda anajenga lami pale mita 700 imeshakamilika. Nenda Kijenge Ngulelo anajenga barabara ya lami. Nenda Bomasiala anajenga barabara ya lami. Nenda kule Moshono kuna Axelia amejenga pale lami kilomita 1. Nenda kule Muliet kule kutoka kituo cha afya kituo cha polisi anajenga barabara ya lami. Ukienda pale Kaloleni anajenga barabara ya lami. Nenda Levolosi anajenga barabara ya lami. Na bado umesainiwa mkataba mkubwa kabisa wa barabara ya kutoka kona ya Mbauda kwenda mpaka kwa Mlombo anajenga njia 4 na anajenga pia nyingine ya kutoka pale kona Axelian kwenda mpaka Fan Retreat. Daktari Samia kwa mambo alifanya ni makubwa sana na tumefurahi sana kuona wamekamilisha tayari mbuzi ya kinifu wa kutoka pale airport ya Kisongo kwenda mpaka Kilombero, na tumeambiwa tayari fidia zaidi ya bilioni 10 wakati wote italipwa. Ni imani yangu kwamba baada ya kulipa fidia atatangaza tenda ili njia itengenezwe watu waweze kunufaika. Mheshimiwa Gambo, hiki ni kipindi cha kuhesabu faida. Kama bado kuna mambo mazuri ya Mheshimiwa Rais endelea kuyasema. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika pia na sio wewe tu, mbunge wote namwongezea dakika kwa kuzungumza faida ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wakati wote sisi kama watu wa Arusha tumekuwa tunahangaika sana na mradi wa Arusha Kibaya Kongwa. Awamu zote umezungumzwa lakini ule mradi haujawahi kutekelezwa. Leo kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan tayari mkataba umesainiwa. Tunakwenda kuanza na kilomita 70. Na kilomita 70 zile kama nilivyosema tunajenga njia 4 kutoka pale kona ya Mbauda tunakwenda mpaka roundabout ya kwa Mlombo. Na baada ya roundabout ya kwa Mlombo mbele yake kidogo ndo Daktari Samia pale anajenga stendi ya kisasa ili watu wakitaka kwenda stendi wasipate changamoto yote. Lakini pia baada tunajenga barabara ya lami kutoka kona ya Kisene pale Moshono inakwenda mpaka kule Fan Retreat ambako wako baadhi ya wawekezaji kama Tanform wanajenga kiwanda kipya cha kisasa pale. Daktari Samia ameona kazi hiyo anayoifanya, ameamua kuwapelekea barabara ya lami ili mambo yaendelee vizuri zaidi. Kwa hiyo wale ambao wanasimamia mradi huu kwa maana ya TANROADS na Wizara ya Ujenzi, kwa sababu mkataba umeshasainiwa, naomba mkandarasi afike site mapema ili Watanzania waendelee kula matunda Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Daktari Samia pia kwa kujali utalii, Mheshimiwa Naibu Spika, amekwenda kubadilisha kabisa uwanja mdogo wa airport ya Kisongo. Uwanja ambao siku za nyuma palikuwa hakuna mabanda ya abiria. Sasa hivi amejenga mabanda ya abiria. Ule uwanja ulikuwa hauna taa, sasa hivi ameweka taa, ndege zitakuwa zinatua hata usiku. Kwa hiyo ni kazi ambayo ameifanya, ni kazi kubwa ya kuboost utalii. Na sisi Arusha, Mheshimiwa Naibu Spika, hatuna mashamba. Sisi pale hatulimi, tunategemea utalii. Maana mtalii akija, akilala kwenye hoteli, faida ni nyingi sana. Akiamka tu asubuhi akinywa supu ya kuku, mama kule, kijana anayefuga kuku, atauza mayai, atauza kuku. Wewe Masai unayeuza kule ng'ombe, utauza maziwa yako, utauza nyama ya ng'ombe. Wewe unayeuza mbuzi, ni hivyo hivyo. Unayeuza mboga, utauza vitu vyako. Unayeuza mchele, unauza. Kwa hiyo inaongeza mzunguko kwenye uchumi wetu. Hata wageni wanaokuja kulala pale Arusha
wana faida kubwa. Wakilala kwenye mahoteli, ajira hivyo zinapatikana. Lakini wakila kwenye hoteli chochote kile, wewe unaifanya biashara ndogo ndogo, unapata hiyo fursa. Kwa hiyo Daktari Samia kitendo cha kutetea Royal Tour ametuokoa watu wa Arusha, ameondoa changamoto ya Arusha, na namna anavyoijali Arusha. Hata mwaka huu tumeona amepitisha mapato yale yanayotokana na Ngorongoro pamoja na TANAPA. Sasa hivi watabaki nayo wenyewe ili waendelee kurekebisha miundombinu ya ndani, barabara zikae vizuri ili watalii wakija mambo yawe mazuri zaidi, lakini pia na masuala mengine yanayohusiana na maendeleo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli namshukuru pia sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ndugu yangu na rafiki yangu Daktari Mwigulu Nchemba, kwa sababu kama na naibu wake waziri pamoja na katibu mkuu, kama wasingekuwa na waziri mwenye kuweza kumsoma Daktari Samia anataka nini, haya tunayasema yote yasingewezekana. Lakini Dr. Mwigulu pamoja na wasaidizi wake wamemsoma Daktari Samia. Hakuna mfanyabiashara yote akionewa. Mmemsikia Daktari Samia amesema kwenye ziara yake, watu wasifunge akaunti za wafanyabiashara, watu wasiwaonee wafanyabiashara, lakini wafanyabiashara pia wasikwepe kulipa kodi, kwa sababu kuna haya maneno. Kwa hiyo watimize wajibu wao, walipe kodi, na serikali hii ya Daktari Samia iko tayari kuwalinda ili mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri, kwa kweli kwa kazi hiyo uliyofanya, ni kazi iliyotukuka, na tumeona hata wale ambao wanasema kuhusu changamoto ya mikopo, sisi Mheshimiwa Naibu Spika ni wanufaika wa mikopo katika nchi hii. Hizi miradi ninayoisema hapa inatokana na mikopo ya World Bank. Leo tunajenga stendi, ni mkopo wa World Bank. Tunajenga yale masoko ya Kilombero, tunajenga soko la Morombo, ni mkopo wa World Bank. Tunaweka lami ya Engo Sheraton, lami ya Ola City na lami ya Oljolo kwenda stendi, ni mkopo wa World Bank. Kwa hiyo kama kuna mtu haoni mikopo inavyotumika huko kwake, aje kwenye jimbo la Arusha tuonyeshe mfano wa namna ambavyo mikopo hii ina manufaa katika nchi yetu na katika taifa letu. Kwa hiyo Daktari Samia sisi tunamwambia alale usingizi. Arusha mjini anakula za kitosha, tutamtetea asubuhi, tutamtetea mchana, tutamtetea jioni, kwa sababu kazi alizofanya ni kazi ambazo zinamuuza, na wanasema Waswahili kizuri cha jiuza. Daktari Samia hana mpinzani na tutahangaika naye mpaka aweze kupata kura za kutosha. Baada ya kusimama, Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na kutakia kila la heri kwenye jimbo lako. Asante. Na kwenye mkoa wenu mkipendana zaidi mtakwenda mbali zaidi. Mheshimiwa Suma, jiandae Mheshimiwa Kasinge.